Subscribe Zumba TV. والتابعين سبل الله ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada ya rehma na amani Mtume Muhammad alayhi afdalu salati wa atamu taslim, matatizo yote yanayotukuta na tabia zote zisizofaa tulizo nazo, ikiwemo tabia maradhi inayoitwa hasad, lakini tabia inayoitwa chuki ama nongwa, mpaka katika safu za wanaofanya maulidi. Haya yote na mfano wake, sababu kubwa ni kuwa amekosekana Allah subhanahu wa ta'ala kwa kiwango kinachotakiwa katika mioyo yetu. Allah subhanahu wa ta'ala angekuwepo katika mioyo yetu kwa kiwango kinachotakiwa, maradhi mengi yasingekuwepo. Na ndio maana hata hii Qur'ani inasomwa lakini haituachii athar. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Kila mmoja anapenda kuitwa kwa title muumini. Hakuna anayependa hapa kuitwa nje ya title ya muumini. Kila mmoja anapenda kuitwa muumini. Mwenyezi Mungu kamtaja muumini kwa sifa zake ndani ya Qur'an. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat. Muumini wa kweli akitajwa tu Allah subhanahu wa ta'ala, wajilat qulubuhum, moyo wake unapapatika hivi, unacheza cheza, unaogopa. Na hii ndio ilikuwa hali ya wema waliotangulia. Umar ibn al-Khattab ilikuwa hana maskhara kwenye jina la Mwenyezi Mungu. Siku moja ilipigwa adhana imepigwa, kuna mwamba yuko nje anapiga story, Omar yuko ndani ya msikiti. Baada ya adhana, Omar akamwita, ya fulan, ewe fulan. Akaitikia kwa sauti moja, labbaika ya Umar. Akaenda kwa Umar. Umar akamwambia, nadaka rabbul izzati wal jalal falam tujibu wa nadaka Umar fa ajabta. Amekuita Allah subhanahu wa ta'ala, ukuona kuwa wito wake una maana, lakini amekuita Umar, umeharakia, umekuja haraka kwa Umar ibn al-Khattab. Umar na Allah, aina thara aina thuraya. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum. Tujipime hapo kwanza. Wakati Qur'ani ya Ustadh Masudi inasomwa, moyo wako ulikuwa unapapatika? Sio Umar ibn al-Khattab. Al-Fudail ibn Iyad ambaye historia yake katika dini mwanzoni haikuwa nzuri, baadaye ilikuja ikakaa vizuri. Alikuwa na kijana wake alikuwa tadarraba wa tamarran katika iman,
ikawa akienda msikitini kuswalisha anakagua katika safu, mwanangu yuko wapi? Akimuona anasoma ayati arrahma, anasoma aya zile za huruma za Mwenyezi Mungu, na asipomuona anasoma ayati al-adhab, aya za adhabu. Kwa sababu gani? Mwanaye ilikuwa akisikia maneno mazito ya Allah subhanahu wa ta'ala anaanguka, anazimia. Kwa akawa anasoma maneno ambayo yanaonyesha huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake anapomuona katika safu. Siku hiyo ni kama ilivyo katika maisha ya kawaida, wakati mwingine binadamu unakupitia, akasahau kumtazama mwanaye katika safu, akaingia pale, aqimu sufufakum istau, Allahu akbar, akasoma ayati al-adhab. Kumbe mwanaye alikuwepo katika safu, fakharra mayita, siku ile akaanguka mwanaye pale pale amekufa. Na huyu ukifuatilia katika vitabu, kwa wale ambao wanapenda kusoma, anaitwa qatilul Qur'an. Ni mtu ambaye sababu ya kifo chake ilikuwa ni Qur'an. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatu zadatuhum imana. Haya matatizo ya hasadi na chuki na kariri, Mwenyezi Mungu hayupo katika vifua vyetu. Na kariri, Mwenyezi Mungu hayupo katika vifua vyetu, kwa sababu tungemwamini Allah subhanahu wa ta'ala vilivyo, tukaamini huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Anapoweka Allah subhanahu wa ta'ala ndipo panapostahili kuwekwa. Ma khalaqa nafasan illa wa fataha lahu jadwala rizqin wala yaakulu ahadun rizqa ahadin wala yuzahimu ahadun ahadan fi rizqihi. Wallahi tusingekuwa na haya maradhi tulikuwa nayo. Tunayo kwa sababu hatujamwamini Allah subhanahu wa ta'ala haqqal iman. Siku moja Al-Asma'i alikutana na bedui wakati anatoka katika Masjid al-Basra. Yule bedui akamuuliza Asma'i, unatoka wapi? Akasema natoka katika nyumba inayosomwa ndani yake, yanasomwa ndani yake maneno ya Rahman, maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yule bedui akamuuliza Al-Asma'i, Al-Rahmani kalamun yutla? Hivi Rahman mwenye huruma ana maneno yanayosomwa? Al-Asma'i akamwambia ndiyo, Ar-Rahmani anayo maneno yanayosomwa, nisomee. Akamsomea mwanzoni wadhariyati dharwa mpaka akafika wa fis samai rizqukum wama tu'adun, wa fis samai rizqukum wama tu'adun, na mbinguni ipo riziki yenu na yale mnayoahidiwa duniani yako mbinguni, pepo mnayo. Yule bedui alichokifanya, alikuwa na ngamia, akachukua kile kisu chake akaenda akamchoma yule ngamia, akamwambia Asma, nisaidie kumkatakata huyu na kumgawanya. Yule ngamia wake wote akamgawa sadaka, alafu akaondoka huko akisema wa fis samai rizqukum wama tu'adun, wa fis samai rizqukum wama tu'adun, wa fis samai rizqukum wama tu'adun. Imani yake kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hatomuacha bila kumpa riziki. Sisi leo kwa sababu ya kutokuwa na imani thabiti kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndiyo mwenzetu akipata kidogo tu tunaumia. Wakati atufahamu tunamkosea adabu Allah subhanahu wa ta'ala. Ala ya man bata liya hasidan atadri ala man asa'ata al-adab asa'ata ala Allah fi hukmihi liannaka lam tarda li ma wahab. Ambaye unakaa moyo wako unalala, unatokota, unaumia, unajua umemkosea adabu nani? Asa'ata ala Allah fi hukmihi, umemkosea adabu Allah subhanahu wa ta'ala katika maamuzi yake. Liannaka lam tarda li ma wahab, wewe hujaridhika pale ambapo Mwenyezi Mungu kaamua kunipa mimi. Maradhi haya sababu yake Mwenyezi Mungu hayupo, na Mwenyezi Mungu anaanza kutengenezwa kabla ya Qur'an. Mtu akisoma Qur'ani kabla ya kutengenezwa kimungu Mungu,
Qur'ani yake haitomsaidia. Na ndiyo maana Jundub anasimulia kwamba tulikuwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa nahnu fityan hazawira, tulikuwa bado vijana ambao damu bado inachemka, tuko kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fata'allamna al-iman, tukajifunza iman, kumjua Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin qabla an nata'allama al-Qur'an, kabla ya kujifunza Qur'an. Thumma ta'allamna al-Qur'an, kisha tukajifunza Qur'an. Fazdadna bihi imana, Qur'ani ikatuzidishia nini? Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Tujipange hapa, tutengeneze moyo, umjue Allah subhanahu wa ta'ala na kumwamini. Kwa hapo tutaweza kuelekea mbele tunapokwenda. Yote yanayotokea, hasadi, Muhammad Khamisi mara wamemnyang'anya sauti. Sheikh Masudi naye alisema kuna siku naye wamemnyang'anya sauti na anamjua alimnyang'anya sauti. Haya hayatakuwepo. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatu zadatuhum imana. Riziki yako hakuna wa kuichukua, acha kumwonea choyo mwenzako, hakuna wa kuichukua, ipo pale. Lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha, nafsi haitoondoka katika mgongo wa dunia mpaka ikamilishe riziki yake hapa duniani. Fattaqullaha, muogopeni Mwenyezi Mungu, wa ajmilu fi talab, na mkitafuta tafuteni vizuri, msilete fitna katika utafutaji, msichonganishe katika utafutaji. Fattaqullah, mwenye mtume anatuambia muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala, wa ajmilu fi talab, tafuteni kwa njia nzuri, sio kwa kuwafitini wenzenu. Ndiye Mtume Muhammad salawatullahi wa salamuhu alayhi. Riziki yako ipo, haiondoki. Nimalizie. Nabiyuna Suleiman alayhi afdalu salatu wassalam yadhribu lana arwa al-amthila fi mas'alati ar-rizq, anatupigia mfano mzuri katika mambo ya riziki. Siku moja alikuwa amekaa ufukweni, akamuona chura anatoka katika maji, anafungua mdomo hiyo. Wakati huo anamuona sisimizi amebeba punje katika mdomo wake, anaenda. Chura akafungua mdomo, sisimizi anafanya nini? Anaingia. Baada ya sisimizi kuingia, yule chura anafunga mdomo. Sallallahu alaihi Muhammad, hii riziki yangu Mungu kaniandikia hii. Usikae ukaumia, moyo wako ukatokota kwamba Sheikh Singa akija katika adhara hatumpi. Wewe Sheikh Singa asipopata, wewe vile vile utofanya nini? Utopata kama ukuandikiwa. Wa fi samai rizqukum wa ma tu'adu. Kwa hiyo una wewe Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baada ya sisimizi kuingia katika mdomo wa chura, chura anafunga mdomo, anaingia katika maji, anapotea. Baada ya muda, Suleiman anamuona ule chura katoka tena kwenye maji, kafungua mdomo. Ule sisimizi anafanya nini? Anatoka katika mdomo wa chura, ile punje ana. Ulimna mantika tayib. Kama sisimizi, njoo tuyajenge kwanza, njoo tuongee kidogo. Bwana, wewe umetoka mara kwanza, umeenda kwenye mdomo wa chura, una punje mdomoni. Umeenda, chura karudi, amefungua mdomo, umetoka punje hauna. Punje umempelekea nani? Au umeenda kufanya nini kule ulikoenda? Yule sisimizi akamwambia Suleiman, Mwenyezi Mungu wakala ni amenifanya mimi kuwa agenti wakala. Kuna kiumbo kiko katikati ya kina cha maji, mimi ndo nampelekea riziki yake. Sallallahu alaihi Muhammad. Kwa ulipoona mimi nimeibeba, nilikuwa nampelekea, na niliporudi nimeona sina punje, nimeshaifikisha, na yule chura yule ndiyo gari langu linalonipeleka. Sallallahu alaihi Muhammad.
Kila baada ya muda ule chura anakuja, anaingia, napeleka, narudi. Wa fi samai rizqukum wa ma tu'adun. Ukiwa na hili wallahi utopata tabu na watu kabisa 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 kabisa. Hutogombana na mtu, hutomfitini mtu. Wallahi leo mwingine anafikia hatua mpaka anaona maisha yake yeye ni kuharibia wenzake, maisha yake ni kuharibia wenzake, na anapata kupitia hilo kabisa kabisa. Tuache tabia hiyo, tumwamini nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi samai rizqukum wama tu'adun. Aya hii kama bedui kaishika, anakuja kuonana tena na Asma'i. Wakati Asma'i ameenda kuhiji na Harun ar-Rashid, anamshika bega, Asma'i anageuka. Nani? Yule bedui anamwambia, mimi ni yule Arabi niliyokutana nayo na wewe kipindi kile ukanisomea maneno ya Rahman, nisomee tena maneno ya Rahman. Akasoma maneno haya, fa wa rabbis samai wal ardi innahu la haqqun mithla ma antum tantiqun. Fa wa rabbis samai wal ardi, Allah subhanahu wa ta'ala anaapia, kuapia kuthibitisha kuwa yale maneno ya Qur'ani ni maneno yake. Angalia imani ya bedui, akasema man aghdaba ar-rahmana hatta alja'ahu ila al-yamin. Man aghdaba ar-rahmana hatta alja'ahu ila al-yamin. Nani kamkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala mpaka kamfanya Allah subhanahu wa ta'ala aape ndani ya Qur'an? Fakharra mayyita, yule bedui akafa pale pale, akaanguka, kwa sababu kaona ndani ya Qur'ani Mwenyezi Mungu anaapia watu. Kwa nini hawayaamini maneno yake? Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum. Na hii ndio sifa ya watu wa maulidi. Ukijiona wewe mtu wa maulidi, alafu sifa hii ya kumwamini Mwenyezi Mungu kuwa yeye ndio Ar-Razzaq dhul quwwatil matin, bado mchonganishi, bado fitna, bado unanongwa, wewe sio mfuasi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hapa nadhani munasaba mkubwa ni mauidhatul hali, na mauidhatul hal yaonyesha kwamba